Darasani kunajaa minong'ono ya kutoridhika, wanafunzi wakihangaika kimya kimya, huku Jacob akijikuna kwa wasiwasi. Mwalimu anasimama mbele, akiwa mfano wa mamlaka madhubuti katikati ya mvutano unaozidi kuongezeka. Hewa inatetemeka kwa hali ya sintofahamu isiyoelezwa, wanafunzi wakibadilika viti kwa mashaka. Ghafla, Jacob anafoka na kutoka darasani kwa hasira kali, akikanyaga jiwe na kulitupa kwa nguvu uwanjani kwenye uwanja wa shule uliojaa upweke. Mwalimu anatokea nje, sauti yake ikisikika kwa msisitizo wa hekima, akijaribu kutuliza hisia zilizomwaka moto ndani ya Jacob. Mabishano yao yanazidi kupamba moto, maneno yao ya hasira yakirindima waziwazi kwenye uwanja wa shule. Baadaye, mwalimu anaketi ofisini kwake, uso wake umejaa uchovu wa wazi, ukimya wa chumba ukishuhudia mawazo yake mazito. Anachunguza faili la Jacob kwa makini, macho yake yakiwa makini akitafuta mwanga wa kuelewa katika kurasa hizo. Fikra zake zinakimbia huku na huko, akikusanya vipande vya maisha ya nyuma ya Jacob, kila ukweli mpya ukizidisha dhamira ya mwalimu. Anapambana na uzito wa jukumu lake, dhamira yake ikizidi kuimarika. Amekubali changamoto ya kumsaidia Jacob kwa moyo na akili yake yote. Kicheko cha Jacob kilijaa angani kama wimbo wa faraja, akicheza kwa bashasha mbele ya nyumba yao ya zamani. Sauti yake ya furaha ilichanganyika na kelele za watoto wengine wa mtaani, huku ndege wakitoa nyimbo zao juu ya matawi yaliyotikiswa na upepo mwanana wa jioni. Kutoka kwenye baraza la nyumba, baba yake Jacob alimtazama kwa tabasamu la upendo, macho yake yakimng'aa kwa fahari isiyoelezeka. Huo ulikuwa muda wa amani, muda wa familia. Muda haukusimama, saa zikasonga. Baba na mwana wakaanza kutembea mitaani, wakicheka, wakibembea kwa hadithi na vichekesho vyao. Lakini katika jua lilokuwa likielekea magharibi, kivuli kirefu cha hatima kilikuwa karibu kuwafunika. Ghafla, kishindo cha gari la polisi kilikatiza hewa, likageuka kona kwa kasi isiyo ya kawaida. Kabla hawajajua nini kinaendelea, bam, mlilio mkali wa breki. Mwili wa baba Jacob ukarushwa angani. Wakati ulisimama. Baba! Kilio cha Jacob kilipasua ukimya, kilio kilichojaa hofu, maumivu na kupasuka kwa moyo. Akipiga mbio kwa miguu yake midogo, Jacob alimkimbilia baba yake aliyelala barabarani, damu ikichuruzika na machozi akimtoka bila idhini. Watu walikusanyika, ving'ora vililia, polisi, majirani, kila mtu alihangaika. Lakini kwa Jacob, dunia ilikuwa imevurugika. Siku zilipita, miezi ilipita. Leo, Jacob amesimama mbele ya ile nyumba aliyokuwa akichezea zamani. Mlango umefungwa, milango ya matumaini pia imefungwa. Nyumba haimtambui tena, haimpi tena joto wala kicheko. Amekuwa mgeni katika mtaa aliyoujua. Anashika kitasa hakifunguki, anahema kwa tabu, ananyanyua macho, halafu anayatua chini kwa huzuni. Kisha kwa sauti ya kunong'ona, anasema, sijui niende wapi. Na upepo unazipeleka maneno hayo mbali, yakipotea mithili ya ndoto nzuri iliyokatizwa ghafla. Katika barabara yenye shughuli nyingi jijini, Jacob ameketi peke yake, amekumbatia begi dogo. Uso wake wenye mavumbi na macho mekundu ni ushuhuda wa huzuni yake katikati ya harakati zisizojali za jiji. Magari yanampita kwa kasi, sauti zake zikiendelea kumkumbusha kuwa dunia inaendelea bila yeye. Amefungwa katika huzuni ya kimya, akiwa ni picha halisi ya upweke na udhaifu. Jacob ameketi chini ya kibanda kilichotelekezwa, upweke wake ukiwa tofauti sana na msongamano wa watu sokoni. Njaa inamtesa, ikimpunguzia nguvu, huku Mama Nuru akisogea akiwa na kikapu kilichojaa machungwa yenye rangi angavu. Mama Nuru anasimama mbele yake, sauti yake ikiwa ya upole lakini yenye kugusa moyo. Mtoto, mbona uko hapa peke yako? Miaka 2 imepita. Jacob anamsaidia Mama Nuru jikoni kwao. Jikoni kunajaa harufu tamu ya chakula kinachopikwa. Jacob anasema kwa msisitizo, mama, siku moja nitajenga hospitali. Nitaiita Tumaini Center kwa heshima ya baba. Mama Nuru anajibu kwa tabasamu la upendo, na nitakuwa wa kwanza kufungua milango yake. Ukimya wa kutisha umeifunika jiji lote, ukikatizwa tu na vilio vya mbali vya mbwa wasioonekana, vilivyojaa huzuni na tahadhari. Ndani ya nyumba yao ya kawaida, Mama Nuru anasonga kwa ustadi wa mazoea, akifanya shughuli zake kwa utulivu unaoonyesha picha ya amani ya nyumbani. Jacob ameketi, amezama kwenye kitabu chake cha sayansi, mvuke wa chai yake ukiunda mduara wa mwanga juu ya uso wake wa mawazo. Ghafla, utulivu huo unavunjwa, mlango unaporomoka kwa kishindo kikubwa, kikitangaza mwanzo wa machafuko. Wavamizi waliovaa barakoa wanaingia kwa kasi ndani ya nyumba ya Jacob na Mama Nuru, wakileta woga na vurugu. Katika sekunde chache za hofu kali, Jacob anagandia mahali pake, akiwaangalia kwa macho yaliyotapakaa woga. Mama Nuru anajaribu kuwatuliza kwa maneno ya upole,
lakini anakatizwa kwa ukatili. Wakati mmoja wao analia kwa ukali, "Laleni chini, msitoe sauti." Mama Nuru anaanguka sakafuni baada ya kupigwa, na hali inageuka kuwa machafuko kamili wakati majambazi wanaanza kupora kila kitu. Jacob anatetemeka, lakini anajikusanya kimya kimya na kujipenyeza kupitia dirishani. Anapiga mbio barabarani, moyo wake ukidunda kama ngoma ya vita, akielekea mwanga wa mbali wa kituo cha polisi. Ghafla gari linatokea kwa kasi, taa zake zikiangaza kwa nguvu likielekea moja kwa moja kwake. Mgongano unamtupa Jacob juu angani, mwili wake ukizunguka katika maumivu ya ghafla kabla ya kuanguka vibaya juu ya lami isiyo na huruma. Umati wa watu unakusanyika kwa mshangao, nyuso zao zikitafakari hali ya kutisha wakati Jacob amelala chini bila kutikisika. "Jamani, mtoto huyu amegongwa!" Mtu mmoja anapiga kelele, hali halisi ikianza kuwagusa wote waliokusanyika. Wahudumu wa afya wanaingia kwa kasi na utaalamu, wakifanya kazi yao kwa ustadi uliotofautiana na taharuki ya walio karibu. Wanamhudumia Jacob kwa haraka, wakijaribu kuokoa maisha yake huku wengine wakishindwa kuamini macho yao. Ambulansi inachomoka kwa kasi usiku huo, ikikata ukimya kwa sauti za mluzi wake. Taa zake za rangi zinatoweka gizani, zikiacha hadhira ikining'inia kwenye mshangao na maswali yasiyo na majibu. Akiwa amesukumwa na hali ya kukata tamaa, Jacob ananyoosha mkono wake kuelekea kwenye jagi la maji, mkono wake ukitetemeka kwa nguvu, lakini mlango unafunguka kwa kwikwi anapokaribia. Ukimya wa chumba ni wa kutisha, ukiongeza zaidi hali yake ya upweke. Anajaribu kuzungumza, lakini sauti inamsaliti, kiu ikizidi kumwandama. Anajaribu kuzungumza, lakini sauti inamsaliti, kiu ikizidi kumwandama. Hii si kawaida. Mlango unafunguka tena kwa kwikwi, upepo baridi ukapita kwenye korido yenye mwangaza hafifu, ukionyesha uwepo wa kitu kisichoonekana. Jacob ananong'ona kwa sauti ya hofu, "Hii kweli ni hospitali." Hofu inamtawala Jacob. Anajaribu kupiga kelele, lakini sauti haimtoki. Ulimi wake unahisi kuwa mzito kupita kawaida. Kivuli kinamsogelea Jacob kitandani, kikikuwa kadri kinavyokaribia. Kwenye kona yenye giza ya chumba, kivuli kinajikunja na kuchukua umbo la askari wa polisi, sura yake ikiwa tupu isiyo na macho wala mdomo. Sauti yenye majimaji na ya kuchukiza inatoka kwenye mwanya usioonekana, "Ulishuhudia, wewe ni tatizo." Jacob anaruka kwa mshangao, akiamka kwa kilio kikali, sasa akiwa amesimama peke yake kwenye korido safi ya hospitali. Mbele yake kuna mlango uliochorwa madoa mazito kama damu, maneno "Usifungue" yakiwa yameandikwa kwa haraka. Mlango unaanza kufunguka, hatua kwa hatua, kwa mateso ya kila sekunde inayopita. Mama Nuru amelala bila msaada, mikono yake ikiwa imefungwa kwa kamba za plastiki, damu ikichafua nguo zake. Mwangaza hafifu unapenyeza giza la chumba, ukitupa vivuli virefu kando kando. Yule mtoto amegongwa, yuko ICU. "Hatutaimaliza kazi hii hadi tumalizane na mama yake," watesi wananong'ona nje. Mama Nuru, akiwa amejeruhiwa na mwenye kukata tamaa, anajikokota barabarani kwenye njia ya upweke, matumaini yakizidi kuyeyuka kila hatua. Taa za gari zinapenya giza, zikiashiria mwanga wa wokovu. "Nisaidie kaka, mwanangu yuko ICU, tafadhali nisaidie, nifike hospitali ya mkoa." Mama Nuru analia kwa sauti huku akipunga mikono kwa haraka kwa gari linalokuja. Katikati ya mazingira safi ya ICU, Jacob amelala bila kusogea, maisha yake yaking'ang'ania kwa uhai dhaifu. Mashine ya mapigo ya moyo inapiga kwa mdundo usioeleweka, ikionyesha hali hatarishi. Daktari anapaza sauti, blood pressure inashuka. Wakati moyo wa Jacob unasimama ghafla, Mama Nuru anavunja mlango wa ICU kwa uchungu, akilia, "Mimi ni mama yake, tafadhali nisaidieni." Anamshika Jacob mkono, sauti yake ikitetemeka kwa huzuni na mapenzi. "Jacob, mama yupo hapa. Usiondoke tafadhali." Kope za Jacob zinatetemeka, mwanga hafifu ukipenya kwenye giza huku sauti ya mama yake ikisambaa masikioni mwake. Kifua chake kinapaa taratibu, juu chini, sambamba na mlio wa matumaini wa mashine ya moyo. "Jacobo, kaa nami mwanangu. Tumemrudisha, ana nguvu na upendo wa mama umemponya." Chini ya kivuli cha usiku, kivuli cha mmoja wa watesi wa Mama Nuru kinaibuka, macho yake yakiwa yameelekezwa kwa hospitali kwa mtazamo wa kutisha. Kimya cha usiku kinakatizwa ghafla na mtetemo wa simu, mlio mkali ukipasua anga. Tabasamu la kishetani linachomoza usoni mwake anapopokea simu, akifunua nia mbaya. Sauti yake ya baridi inasikika, "Mpango B unaanza leo usiku. Huyu mtoto anajua kitu kikubwa." Usikose mwendelezo wa sehemu inayofuata ya story yetu ya Jacob maskini. Hapa Hastenic Production. Usisahau kusubscribe, like, share na kutoa komenti yako. Hali mbaya, matatizo tu.
Ushindi wangu uko mbali nami, nani yupo karibu nami anisaidie? Umasikini adui yangu, adui yangu. Umasikini Umasikini adui yangu.